Idadi kubwa ya wanafunzi wanapendelea kujiunga na vyuo vya mafunzo ya kiufundi hata baada ya kupata alama zinazohitajika kwa programu za shahada katika vyuo vikuu humu nchini. Katika kikao cha kutangaza rasmi matokeo ya kuwapanga wanafunzi kupitia shirika la kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu humu nchini, Waziri wa Elimu amesema kuwa wizara imeanza kushughulikia changamoto zinazosababisha wanafunzi kubadilisha maamuzi na mwelekeo. Victor Ngaruya sasa anaarifu. Hatimaye Wizara ya Elimu imetangaza matokeo ya mchakato wa kuwapanga wanafunzi waliokamilisha mtihani wa kidato cha 4 katika vyuo vikuu mwaka wa jana. Kati ya watahiniwa 244,563 waliofaulu kupata alama ya wastani ya chanya, jumla ya 194,372 sawa na 80% wamepangwa kujiunga na programu mbalimbali za shahada, kulingana na shirika la kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu nchini. Kulingana na takwimu zilizowasilishwa na Wizara ya Elimu, wanafunzi 112,252 watajiunga na vyuo vikuu vya umma. 17,873 wamejiunga na vyuo vikuu binafsi. 7,640 walichagua kujiunga vyuo vya mafunzo ya kiufundi ukipenda TVET badala ya vyuo vikuu. Nao 6,750 watajiunga na vyuo vya mafunzo ya matibabu nchini KMTC. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema hatua hii inaashiria mwelekeo mpya miongoni mwa wanafunzi ambao sasa wanachagua masomo yaliyolingana na soko la ajira badala ya kutegemea shahada pekee, huku wanafunzi wakionekana kupendelea kujiunga na vyuo vya mafunzo ya kiufundi hata baada ya kupata alama zinazohitajika kwa programu za shahada katika vyuo vikuu. Waziri Ogamba amesema kuwa Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na shirika la KUPS wameanzisha mfumo wa kusuluhisha baadhi ya changamoto ambazo wanafunzi wamekuwa wakipitia wakati na hata baada ya kuzichagua programu watakazo. We are trying as much as possible to ensure the information we are capturing places the students as close as possible to their means of income. But what is important to note is that even as you apply, should you feel you are not placed in the right place or you are being asked to pay something that you think is higher than you should, there is a portal for you to appeal and that assessment will be done. Kwa ujumla kulikuwa na nafasi 986,337 za elimu ya juu mwaka huu, idadi inayotosha kuwachukua wanafunzi wote wa KCSE mwaka wa 2024 pamoja na waliomaliza miaka ya awali. Thank you very much. Victor Ngaruya, NTV.